Vita vya kibiashara kati ya Marekani na China vinazidi kuongezeka kila kukicha. Wakati ambapo kulikuwa na mazungumzo yenye matumaini ya kutatua mzozo wa kivita wa kibiashara kati ya China na Marekani, Marekani imeweka ushuru wa 100% kwa bidhaa kutoka nchini China. Hii ni kauli iliyotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump. Tangazo la Rais Trump lilileta mshtuko katika masoko ya hisa ya kimataifa baada ya kuweka 100% ya bidhaa ambazo zinatoka nchini Uchina. Hata hivyo, wengi walitarajia kwamba baada ya mazungumzo ya miezi kadhaa kungekuwa na mapatano ya kibiashara, lakini Rais wa Marekani Bwana Trump ametangaza kwamba Marekani itaweka ushuru wa 100% kwa bidhaa za China kuanzia tarehe 1 Novemba mwaka 2025 kujibu kile alichokitaja kuwa vikwazo vipya vya kibiashara vya Beijing vya uchokozi usiokuwa wa kawaida. Siku ya Alhamisi, Beijing ilitangaza udhibiti mpya wa usafirishaji wa baadhi ya madini ya kimkakati ambayo yana matumizi mawili katika maombi ya kijeshi, ikisema kuwa hatua hiyo inalenga kulinda usalama wa taifa na kukidhi majukumu ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na yale yanayohusiana na kutoeneza silaha za nyuklia na zile za masafa marefu. Madini muhimu yanayotoka nchini China yamekuwa muhimu kwa nchi kama vile Marekani, lakini sasa China imeamua kuachana na mpango wa kuuza madini yake kwa Marekani na hivyo kuyatumia yenyewe katika utengenezaji wa silaha na baadhi ya mambo mengine ambayo China inayafanya. Kutokana na hayo yote, katika chapisho lake katika ukurasa wake wa Truth Social mnamo siku ya jana jioni Ijumaa, Rais wa Marekani Donald Trump alisema China ilikuwa imechukua msimamo wa uhasama mkubwa juu ya biashara kwa kutuma barua ya kimataifa kutangaza mipango ya kutekeleza udhibiti mkubwa wa usafirishaji wa bidhaa kwa karibu kila bidhaa wanazotengeneza na zingine ambazo hazijatengenezwa. Hatua hizo, kulingana na rais, zingeathiri nchi zote bila ubaguzi. Kulingana na ukweli kwamba China imechukua msimamo huu ambao haujawahi kushuhudiwa, Marekani itaweka ushuru wa 100% kwa China, zaidi ya ushuru wowote ambao wanalipa kwa sasa. Trump aliandika na kuongeza kuwa Washington pia itaweka udhibiti wa usafirishaji kwenye programu yoyote muhimu kuanzia siku hiyo hiyo. Mnamo Agosti, Marekani na Uchina zilikubaliana kuongeza muda wa kusitisha ushuru wa forodha kufuatia vita vya kibiashara ambapo mataifa hayo mawili yalikabiliana mara kwa mara kutokana na viwango vikali zaidi. Kusitishwa kwa siku 90 ushuru wa Marekani kwa bidhaa za China kushuka kutoka 145% hadi 30%, na ushuru wa China kwa bidhaa za Marekani kushuka kutoka 125 hadi 10%. Muda wa nyongeza unaisha mnamo Novemba. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uweze kuyajua mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.